Mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama aliibuka tena kuwa mchezaji bora wa mchezo wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakipata ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Mashujaa katika mechi ambayo ilichezwa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika pale mjini Kigoma. Ikumbukwe kwamba kabla ya mchezo wa leo hii, Mashujaa ni timu ambayo inapocheza nyumbani imekuwa ikiwapa wakati mgumu wapinzani. Ilikuwa haijapoteza mchezo wowote tangu ligi kuu Tanzania bara kuanza kwake kwa msimu 2025 2026. Mashujaa kabla ya mchezo wa leo walikuwa na rekodi ya kwamba ndiyo timu ya tatu kwa kuta imara baada ya Yanga walioruhusu mabao 8, Simba na Azam mabao 9, wao wakiruhusu mabao 17. Mashujaa katika mechi 5 zilizopita walikuwa na rekodi ya kwamba wao wamefunga mabao 2 lakini wameruhusu bao 1. Mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba leo hii chini ya kocha Steve Barker ambaye alianzisha kikosi imara sana kuhakikisha anapata matokeo mazuri ili kupunguza tofauti ya pointi baina yake na vinara wa ligi watani wa jadi Yanga. Matokeo yake leo hii Mashujaa wakajikuta wako hoi bin taabani wakiruhusu mabao 3 ambayo sasa amewafanya waruhusu mabao 20. Clatous Chota Chama alifunga mabao 2, alafu bao la 3 liliwekwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez kuelekea mwishoni mwa mechi. Chama alifungia Simba bao la utangulizi katika dakika 6 kutokana na mkwaju wa kona ambao ulimshinda golikipa Patrick Muntari na kwenda wavuni, lakini Chama kwa mara nyingine tena akifungia Simba bao la pili katika dakika ya 70 kipindi cha pili, safari hii akifunga kwa shuti la mguu wake dhaifu wa kushoto na kwenda moja kwa moja wavuni, kabla Selemani Mwalimu aliingia katika kipindi cha pili kuihakikishia Simba ushindi kwa bao la 3. Matokeo yake kwa ushindi wa mabao 3-0, Simba sasa imepunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara wa ligi ambao ni watani zao wa jadi Yanga. Simba wamefikisha pointi 52, Yanga ambao nao wamecheza mechi 23 kama Simba wana pointi 54. Tofauti yao sasa ni pointi 2 na hivyo kuongeza ushindani mkali katika kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2025 2026. Yanga ndio mabingwa mara 4 mfululizo katika misimu iliyopita, lakini msimu huu kazi sasa ipo kwa sababu Simba tayari wamepunguza tofauti ya pointi baina yao. Ni swala kusubiri katika mechi 7 zitakazobaki, huku wekundu wa Msimbazi Simba tumaini lao kubwa ni juu ya wapinzani wa Yanga katika mechi 7 zilizobaki, kwamba wao washinde zote, alafu wakati huo wakiwaombea mabaya watani zao wa jadi Yanga kwamba wateleze mahala, kwa sababu Yanga wenye pointi 54 wamebakiza pointi mechi hizo 7, wakishinda yote maana yake watatimiza pointi 75. Simba wakishinda mechi zote watatimiza pointi 73. Sasa ndio hapo unapoona Simba kazi yao kubwa kwanza ni kuhakikisha wameshinda mechi zao, lakini wakiombea mabaya watani zao wa jadi Yanga wateleze mahala, huku matumaini kwao ni juu ya wapinzani ambao ni pamoja na dhidi ya Azam, ambapo Yanga kwenye mzunguko wa pili bado hajacheza na Azam. Wana mechi dhidi ya Singida Black Stars, wana mechi dhidi ya JKT Tanzania, wana mechi dhidi ya TRA, miongoni mwa zile mechi 7 ambazo Simba tumaini lao ni kwamba wao wafanye vizuri, alafu Yanga wateleze, iwe kwa sare au wafungwe, alimradi tu wapate matokeo yasiyokuwa ya ushindi, huku wao wakishinda. Kwenye mchezo wa leo hii Simba chini ya kocha Steve Barker walianzisha kikosi imara sana wakiwa ugenini dhidi ya Mashujaa, wakitambua kwamba Mashujaa ni timu ngumu na hasa inapokuwa nyumbani kwao. Kwenye mfumo wake alianza na baada ya golikipa walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, huku akiwa na mshambuliaji bandia, akianzisha kikosi ambacho hakikuwa na mshambuliaji wa kiasili kama ambavyo mara zote amekuwa akifanya katika siku za karibuni. Ndio kwa sababu golikipa alikuwa Mahamadu Tanje Jibo, waliocheza ni pamoja na beki wa kulia David Kameta Duchu ambaye anacheza kwenye nafasi ambayo amezoeleka kutumika Shomari Kapombe nahodha ambaye hivi sasa yungali ana majeraha, lakini beki wa kushoto alianza Nixon Kibabage alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia Tony Mligo. Mabeki wa kati leo hii walikuwa Ismail Olivier Ture na kijana Vedastus Masinde ambaye amekuwa akipata nafasi ya kuanza hivi sasa baada ya kuumia kwa Rushain Dero. Lakini katika viungo watatu kulikuwa na Neo Maema, Yusuf Kagoma na Ino Jospin Loemba, wakati kwenye washambuliaji watatu katikati kulikuwa na mshambuliaji bandia Force 9 ambaye ni Elie Azuki Bisawala, lakini wengine walikuwa ni Libase Gay pamoja na Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka. Wakati wenyeji Mashujaa baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, walikuwa na viungo 4 na washambuliaji 2. Miongoni mwa walioanza
walikuwa ni pamoja na golikipa Patrick Muntari, mabeki Gamal Asa, beki wa kulia, beki wa kushoto alikuwa ni Mpoki Mwakinyuke, mabeki wa kati kulikuwa na Mohamed Musa, alikuwepo pia Samson Madeleke. Wakati katika viungo waliokuwa hapo ni pamoja na Shabani Mgandila, lakini vile vile alikuwa na Samuel Onditi kama sehemu ya viungo wanne. Wakati katika washambuliaji wa pembeni walioanza walikuwa pamoja na Kabasele Ahmad, huku mshambuliaji alianza alikuwa ni Ismaili Mbunda. Ni katika mechi ambayo Simba walikuwa wakimiliki mpira zaidi tangu katika kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Mechi inakamilika, Simba walikuwa wanamiliki mpira kwa wastani wa 64% dhidi ya 36% za Mashujaa. Lakini kwenye kufanya majaribio ya kufunga, Simba walipiga mashuti 9, matatu yakilenga shabaha, yote yalizaa mabao, wakati Mashujaa walipiga mashuti 5, moja likilenga shabaha, lakini hawakuambulia bao lolote. Mpaka mwisho wa mchezo, Simba mabao 3, Mashujaa 0, katika mechi ambayo ilikuwa na mvuto aina yake kutokana na ukule kwamba Mashujaa walikuwa wakizuia zaidi, wakishambulia kwa kujibu, huku Simba wakimiliki zaidi mpira na kujaribu kutafuta nafasi za kuweza kufunga. Simba walipata ushindi waliostahili kutokana na kiwango walichokionyesha, lakini kubwa zaidi Clatous Chota Chama, kiwango cha juu alichokionyesha leo hii katika kudribble mipira, kutoa pasi na hatimaye kufunga mabao 2 kati ya mabao 3, ikiwa ni mwendelezo wa kiwango bora anachokionyesha katika siku za karibuni. Mechi iliyopita walikicheza dhidi ya Tanzania Prisons na kushinda mabao 4-0. Chama alifunga mabao 2 kama alivyofunga leo hii. Mechi ya nyuma yake dhidi ya JKT Tanzania, Chama alifunga bao pekee lililowapa ushindi wa bao 1-0. Mechi ya nyuma yake dhidi ya watani zao jadi Yanga iliisha kwa sare ya 2-2, Chama akifunga bao 1, lakini pia akitoa assist katika mechi ambayo Chama bao lake lilizua gumzo kwa ubora wa hali ya juu na kujadiliwa hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mwamba Lusaka amekuwa katika kiwango bora sana. Kabla ya mchezo wa leo hii alikuwa amefunga mabao 6, ametoa assist 4, lakini mabao 2 akiyafunga wakati akitumikia Singida Black Stars mwanzoni mwa msimu. Lakini mabao aliyofunga leo hii 2, maana yake sasa Chama amefikisha mabao 8, huku akiwa ametoa assist 4 na hivyo kuchangia mabao 12, lakini 2 akiyafunga Singida Black Stars, Simba akisaidia mabao 10 katika ligi kuu Tanzania bara, maana walimsajili wakati wa usajili wa dirisha dogo. Wote performance kwa Chama, wote performance kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Swali la kujiuliza ni kwamba je, kwa kasi hii walionyesha Simba leo hii dhidi ya timu ngumu ya Mashujaa na kupata ushindi wa 3-0 na mechi nyingine za nyuma yake ambazo wamepata matokeo mazuri, wataiendeleza vipi kuhakikisha wanaendelea challenge Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, ili mwisho wa siku wakitokea kuteleza kwa watani zao hao ambao katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji walipata kipigo cha mabao 3-2 ili watoe nafasi. Na kikubwa kilichowabeba Simba leo hii hata wakapata ushindi wa mabao 3-0 kwa vyovyote vile ni pamoja na kutambua kwamba vinara wa ligi watani zao jadi Yanga wamepoteza mechi dhidi ya Dodoma Jiji, na kwa sababu hiyo lazima imma wapate matokeo na hatimaye kupunguza tofauti ya pointi baina yao, maana kabla mchezo wa leo tofauti yao ilikuwa ni pointi 5, lakini sasa imebaki pointi 2. Lakini kwa sababu hiyo wakawa wakipigania mipira 50 kwa 50 kwa kiwango cha juu, kasi na kila mmoja kuonekana na shauku haswa ipatia timu yao matokeo, lakini pia kutekeleza mpango kazi wa kocha Steve Becker kwamba wamiliki zaidi mpira, wacheze zaidi katika eneo la pili la uwanja, huku wakiwafanya wapinzani wao wasipate nafasi ya kuwashambulia mara kwa mara. Na ndio maana ikushangaza kuna dakika 90 likipigwa shuti moja tu la kulenga shabaha kwa golikipa wao, lakini pia kuna shuti lingine alipiga Ismail Mbunda liigonga nguzo. Lakini kwa Mashujaa walijitahidi kutekeleza mpango kazi wa kocha wao Julio katika kuhakikisha wanazuia zaidi, kushambulia kwa kujibu. Hata hivyo walipokuwa wakishambulia walikuwa wanaenda kwa idadi ndogo sana, muda mwingi akionekana Ismail Mbunda. Hata alipokuja kuingia Crispin Ngushi katika kipindi cha pili bado hawakuwa na tishio kubwa kuelekea lango la Simba. Mbunda alikuwa na kiimbwa katika kipindi cha kwanza, lakini walipopata mpira kwenda kushambulia bado hawakuwa na idadi sahihi kiasi ya kwamba ya kutoa tishio kwa golikipa Mahamadu Tanja Jimbo. Mwisho wa siku Mashujaa wameendelea kubaki na pointi zao 26 wakiwa wamefunga mabao 11 na kuwa ndio timu iliyofunga mabao machache kuliko zote katika ligi kuu Tanzania bara, maana hata KMC iliyopo mkiani imefikisha mabao 13 baada leo hii kufungwa mabao 4-3. Mtazamaji wa Maduka Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe,
una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.